Khalid Aucho, Pacome Zouzoua, Yao bado kidogo. Bado kidogo. Na Yao amekuwa nje ya uwanja muda mrefu Jobu. Mambo shida. Sema sijui bado haya tena. Huyu kashamaliza. Ligi inaisha mwezi wa ngapi huko? Kashamaliza msimu. Sema kutokana na kusogea kwa ligi labda. Lakini anaweza akacheza hata mechi moja. Labda. Lakini honestly speaking kamaliza msimu. Hata akirudi sidhani kama anaweza akawa na impact hiyo kwa Yanga. Ikitokea hata Yanga amechukua taji la CRDB la NBC, hauwezi ukamzungumza labda miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na impact kubwa msimu ukilinganisha na uwezo wake. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa majeraha yamemtoa njiani. Lakini unasikia kuna urejeo wa Khalid Aucho. Khalid ambaye pia hata yeye pia impact yake kwenye kikosi cha Yanga msimu imekuwa finyu sana. Nyakati ambazo Yanga wamekuwa wanamkosa, of course kwenye ligi unaona nyakati nyingi sana wamemkosa, lakini hata kwenye michuano ya CAF kwenye hatua muhimu alikuwa anakosekana, mfano mechi za awali zile. Na mimi naamini pale Yanga ndo alipokosea mahesabu kwenye michuano ya CAF. Zile mechi za mwanzo zile ruhusu kufungwa nyumbani dhidi ya Al Hilal, mechi ambayo alimkosa Khalid Aucho. Mechi kama zile 3 za kwanza pale Yanga alikosea mahesabu. Mechi za 3 za mwisho kwenye ile group alikuwepo Yanga ndio timu ambayo ilikusanya alama nyingi kushinda timu yote, walikusanya alama 7. Hakuna timu ambayo ilikusanya alama nyingi kwenye zile mechi 3 za mwisho kulinganisha na Yanga. Kwa hiyo walikosea mahesabu yao kwenye zile mechi 3 za mwanzo. Kwa hiyo unaweza kuona athari ya kumkosa mtu kama huyo. Mimi ninachokiona kwenye issue ya Khalid kwenye dirisha kubwa linalokuja, lengo kuu la viongozi wa Yanga inatakiwa kuwa kuboresha eneo lao la kiungo. Kuna wachezaji wengi pale wa eneo lile la kiungo ambao ni kama kuisaidia tena Yanga kwao imeshakuwa ngumu. Yaani impact yao ndani ya Yanga ni ndogo sana. Aucho tunazungumza msimu huu kwake haujawa mzuri na umri ndio unazidi kusogea hivyo, haurudi nyuma. Shuaboy tunaona jinsi ambavyo imekuwa msimu huu. Mkude tunaona jinsi ambavyo imekuwa msimu huu. Kwa pale katikati ni kama msimu huu imekuwa ni eneo la wachezaji wawili tu ndio ambao muda wote ni guarantee unaweza ukawapata wakiwa fit 100%. Ni Mudathir Yahya na Duke Abuya. Tofauti na hao humuoni mchezaji mwingine. Aziz amekuja kuibuka hapa mwishoni Andambwile tena kwenye michuano ya Muungano. Kwa hiyo hata na yeye pia msimu huu ndo msimu wake wa kwanza ukuwa mzuri kiasi hicho. Kwa hiyo Yanga nafikiri kuelekea dirisha kubwa la msimu unaokuja wanatakiwa kufanya reshuffle kubwa sana kwenye eneo lao la katikati ya uwanja. Hawataki tena kulifungia macho. Yaani first priority natakiwa kuboresha pale. Pale ndo kila kitu. Na hichi sio kitu ambacho tunakizungumza msimu huu. Muda mrefu Yanga alitakiwa kuboresha ile eneo lao la katikati. Toka alivyoondoka Yannick Bangala. Kuanzia pale Yanga kulikuwa kuna kitu naona wanakosa kwenye eneo lile lao la kiungo. Hawakuboresha pale. Kwa hiyo msimu ule umekuja dirisha dogo, umekuja dirisha kubwa tena la msimu uliopita, dirisha dogo la msimu huu. Kwa hiyo kuna kama dirisha 4 ambao Yanga ameshindwa kuboresha vizuri eneo lao la kiungo. Nafikiri kwa dirisha kubwa linalofuata hilo hawawezi kulikwepa. Yaani ni kitu ambacho hakikwepeki. Nguvu zao zote waeke namna gani ambavyo wanaweza wakalirudisha wakaliimarisha tena eneo lao la kiungo. Wananchi Dar es Salaam Young Africans. Unajua mimi najiuliza Yao bwana. Yao kwasi ama jeraha alikuja nayo. Lakini alikuja alicheza vizuri sana. Alikuwa fit. Nafikiri msimu ambao alianza kwenye mechi gani kama kuna mtu anakumbuka? Injury ambayo ndio imesababisha. Yao ni msimu wake wa pili. Msimu wake wa kwanza alipata majeraha kwenye mechi na Azam. Akakosa mechi ya robo finali ya Champions League dhidi ya Mamelodi Sundowns. Nafikiri toka pale alipopata jeraha lile kwenye mechi ya Azam akakosa baadhi ya zile mechi. Kutokea pale kidogo majeraha yamekuwa na msumbua. Na mkataba wake unaelekea ukingoni of course ni msimu miwili. Kwa hapa sasa hivi yuko kwenye msimu wake wa mwisho. Lakini hata kama wewe tuseme uko kwenye uongozi wa Yanga sasa hivi unamwacha Yao. Unamwachaje? Unajua unaamini kwamba tayari sasa hizi kashaanza kuwa majeraha yake yashafanywa kazi. Kwa sasa hizi utakuwa unapigania situation ambayo sio rahisi kwa kiongozi kuamua.
kwa sababu Yao ni mchezaji ambaye kwa msimu wa pili mfululizo amekuwa anakosa mechi nyingi sana kutokana na majeraha, lakini akiwa fiti kuna performance kubwa sana ambayo anaiweka kwenye timu. Na ule msimu ambao ulikuwa ni wa kwanza akiwa anaichezea Yanga, ni msimu ambao Kwasi unajua alikuwa na assist 7. Assist moja nadhani nyuma ya mtu ambaye alikuwa na assist nyingi zaidi kwenye huo msimu, ambaye alikuwa ni yule Kipre wa Azam ambaye alikuwa na assist 8 kama ninakumbuka mzuri. Kitu ambacho kinakupa taswira kwamba huyu ni mtu ambaye akiwa fit asilimia zaidi pengine ya 90, kuna namna fulani ambavyo anaweza kaongeza kitu kubwa sana kwenye timu yako. Na hata ukiangalia sasa hivi kwenye yale maeneo, ile eneo ambalo anacheza Kwasi, kwa kiasi kikubwa mchezaji ambaye anaweza kafika kwenye ile level ambayo yuko nayo haumuoni kusema ukweli. Unajua Kwasi, moja kati ya faida kubwa ambayo anakupa kwenye ule upande ni kwamba ni mtu ambaye akiwa na mpira mguuni kule, ule uwezo wake wa kutumia miguu yote miwili. Unajua mpinzani akiwa anakuja kuweka pressure kwenye mpira, Kwasi akiwa na mpira ana option aende kulia, aende kushoto. Sasa ni ngumu sana kuweka pressure kwenye mpira na ukachukua mpira kwenye miguu ya mchezaji ambaye anaweza akafanya hivyo. Kwa hiyo unaweza ukaja kulia akaenda kushoto, ukaja kushoto akaenda kulia, easy kabisa. Kwa hiyo Yanga sometimes wanakuwa wana faida ya kuprogress mipira kwenye eneo la pembeni akiwa Kwasi anacheza hapo. Kwa hiyo unaona ni mchezaji ambaye kiubora ni ngumu sana kumpata, na hata Young Africans sasa hivi hawana mchezaji wa aina hiyo kwenye ule upande wa kulia. Kwa hiyo mashabiki viongozi wa Yanga sasa hivi watakuwa wanaumiza kichwa kwamba je, tunaangalia performance ambayo Kwasi pengine anakuwa nayo akiwa fit, au tunaangalia rekodi zake za majeraha ambazo amekuwa nazo toka ajiunge na hii timu. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa unaweza kaona kwamba kuna ugumu fulani wa Yanga pengine kuamua sasa hivi, je, wanabaki naye au wanamwacha aende pengine na kutafuta mchezaji mwingine ambaye wanaweza wakampata kwenye ile eneo. Zaidi na zaidi ni tumtakie kila la kheri Yao Kwasi, apone haraka na arejee uwanjani. Kama mdau na shabiki wa soka ambaye unapenda mpira na unapenda kuona wachezaji unaowapenda wakiendelea kucheza mpira, dua hiyo lazima utawaombea. Tulimwombea Antonio Rudiger, japo ni vigumu kumwona mpinzani wa Real Madrid akimtakia heri Rudiger arudi uwanjani haraka. Kwa hiyo itakuwa sio rahisi pia kumwona mpinzani mkubwa wa Young Africans akimtakia heri Yao Kwasi arudi, kwa sababu shughuli yake inafahamika. Unakumbuka kuna mtu mmoja yuko, shabiki mmoja wa Simba, alikuwa anasema yule Yao Kwasi akivuka tu ule mstari yule. Nakumbuka yeye kukutana nayo, akivuka tu ule mstari, ukimruhusu amevuka ule mstari, basi ujue balaa lipo mbele yako. Kuna baadhi ya vitu viko hivyo.